Wewe mbona miwani hapa? Mara ya kwanza. Okay, simama hapa. Mungu anipeleka sehemu ambapo ni kama pana msitu. Ninakuona kwenye ulimwengu wa roho ukiwa kwenye ndoto. Ndio. Unaota uko sehemu ambapo ni kama porini. Ndio. Uko sehemu ambapo ni kama porini. Ndio. Uko unatembea alafu unapoteza mwelekeo, hujui uende wapi. Ni kweli. Ni kweli. Narudia. Ninakuona kwenye ndoto. Ndio. Unaota ndoto uko porini. Ndio. Alafu ukiwa kwenye ile pori unatembea. Ndio. Lakini unapoteza mwelekeo. Ni kweli. Bwana akaniambia, nilivyoona hiyo ndoto, Bwana akaniambia, maana ya ndoto hii inakuja katika uhalisia wa maisha yako. Ni kweli. Katika nini? Uhalisia wa maisha yangu. Ulikotoka nyumbani kwenu. Ndio. Ulikotoka? Nyumbani kwetu. Ni kama mzazi mmoja ndo mwenye kukusapoti. Ni kweli. Simuoni mzazi wa pili. Ni kweli. Ni kweli. Ni nani huyu? Mama ndo anasapoti. Mama ndo anakusapoti kila kitu. Kila kitu anasapoti mama. Lakini nilipofika kwa mama yako, Bwana akaniambia nimwombee huyu mama. Ndio. Maana wamemwattack. Ni kweli. Wamemwattack na kwenye afya yake. Ni kweli. Mama yako anaumwa. Ndio. Mama yako anaumwa. Ndio. Amepona juzi. Amepona juzi? Ndio. Karadu Shantalaba. Ni profesa kidogo. Mama yako wameplani kumuua mwezi wa 4. Ni kweli. Wewe ile ulijui mwezi wa ngapi? Wa 4. Achana mwezi wa 10 mwaka jana ambao aliugua akawa serious akawa hawezi kunyanyuka kitandani. Ni kweli. Mwaka jana mwezi wa 10 alikuwa aliumwa kitandani akawa amelala. Ndio. Ni kweli. Mwaka jana mwezi wa 10. Ni kweli. Achana na yeye ambao nataka kuzungumzia. Nakwambia habari ya mwezi wa 4 unaokuja. Unanisikia? Ndio. Wamekusudia afe ili upoteze mwelekeo. Kama ulivyoona kwenye ndoto kwamba uko porini unatembea uone nini? Njia. Ndio. Wanataka kupotezea mwelekeo. Lakini kama Mungu aishivyo, hawatamuua mama yako. Amen. Hawatamuua nini? Mama yangu. Kwa sababu kuna ataki ya vitu viwili au vitatu kwenye afya ya mama yako. Ninaona akiataki tumbo lake. Ni kweli. Lakini pia naona akiataki kifua chake. Ni kweli. Kifua kinabana kama vile mtu mwenye asthma. Ni kweli. Ni kweli, anakoa sana sasa hivi. Kina profesa. Hata kufa mama yako. Amina. Hata fanyaje? Hata kufa. Na kuombea kwa niaba ya mama yako. Ndio. Hautapoteza mwelekeo. Amen. Unapenda kusoma sana. Ndio. Hautaishia hapo. Amen. Mungu atamtumia mama yako. Lakini pia leo namleta supporter mwingine ambaye kwenye maisha yako ambaye hayupo. Amina. Kuna baba mmoja Maji ya Kunde. Ndio. Ambaye ni kama ndugu yako. Ndio. Ambaye alitamani kukusupport kielimu. Ndio. Wakati unaanza kusoma alikwambia atakusaidia. Ndio. Lakini ulipoanza kusoma baadaye alikuacha njiani. Ndio. Ndio kweli. Ninaenda kumrejesha huyu mtu. Amina. Atakuwa pamoja na mama yako. Amina. Atakuwa na nani? Pamoja na mama. Mama namuombea uzima. Ndio. Namuombea na yule mtu aguswe atakusupport na utasoma Mungu alivyokusudia. Njoo. Amen. In the name of Jesus. Lete. The name of Jesus. Roho mauti juu mama yako naiondoa. Ouch! Lete. Takuwa ni muondolee roho ya mauti mama yake. The name of Jesus. Roho mauti. Kinachotokea hapa ndicho ambacho kipo kwenye mwili wa mama yake kule. Come out. Out. Come out. Hii ndio spirit ile kwa mwenye mwili wa mama yake. Inapotoka ndivyo mama yake anavyofunguliwa kule. Come out.